furaha kwa sababu yeye alitukomboa, akafa, akafufuka, ili wewe upate nafasi ya kufanya hiyo hiyo kwa ajili ya mwingine. Kingine ni kwamba wakati wa Yesu Kristo, pamoja na wanafunzi wake, haangaike kujidhihirisha tuseme kwa ujumla kabisa hayo yote. Kwa sababu hiyo anaenda mbinguni, lakini pia anatuahidi mtetezi mmoja ambaye anakuja kufunulia kila kitu, ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata sisi tunajiandaa, tupo kama kwa masiku kadhaa kabla ya kesha la Pentekoste, tunapata nafasi ya kujiandaa na kuthibitisha, kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye tulipata wakati ya ubatizo wetu inakuja kuthibitisha kwamba Kristo ni kweli, Kristo ni njia. Lakini zaidi ya hayo, inatusukuma sisi sote kutangaza neno la Mungu. Na kutangaza neno la Mungu hapa inaonekana mzuri sana, lakini sio rahisi, kwa sababu kutangaza neno la Mungu unahitaji kujikana, unahitaji kujiacha. Sisi ni wazembe, sisi mara nyingi sisi hatutaki chochote, sisi tuna mipaka mbele za wengine. Badala ya kuwasaidia sisi tunahukumu, badala ya kuangalia kwa macho ya huruma sisi tunadharau. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia kwamba kutangaza neno la Mungu ni kutangaza mafundisho yote ya Yesu Kristo, au tuseme kuwa Yesu Kristo tena wakati huu ambaye kweli anaonyesha upendo wa Mungu, kwa sababu upendo wa Mungu ulionyeshwa pale msalabani. Na wewe ukichukua msalaba wako, matatizo yako na hayo yote, unaona kwamba pamoja na Yesu Kristo hamna mipaka, hamna chochote. Mimi ninaweza kweli kugombana na hayo yote, mimi naweza kweli kuishi na mwingine, mimi naweza kweli kuhurumia mwingine, naweza kwenda kujinyenyekeza mbele ya mwingine, kwa sababu kila mtumishi, kila mwanafunzi wa Yesu Kristo anajifunza kwa njia ya Roho Mtakatifu, akiangalia maisha ya tuseme Rabi Yesu Kristo, kuchukua nafasi ya mwisho, kuchukua tuseme sio kujiangalia au kujihangaika, sio kutafuta sifa, bali kweli kumsifu Mungu kwa maisha yake ya unyenyekevu. Tuketi tusikilize nia za misa.